Bunge la Iran limepitisha rasmi hatua hiyo, jambo ambalo limeongeza mvutano mkubwa katika eneo nyeti la Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani. Uamuzi huo unatazamwa kama hatua ya kulipiza kisasi dhidi ya vikwazo vya kiuchumi ambavyo Iran imekuwa ikikumbana navyo kwa muda mrefu, hasa kutoka kwa Marekani na washirika wake. Kwa mujibu wa taarifa mbalimbali, serikali ya Iran sasa inataka kurejeshewa mali zake zote zilizozuiliwa nje ya nchi kabla ya kuruhusu mataifa fulani kupitia kwa urahisi katika mlango huo wa kimkakati. Hatua hii imeiweka katika nafasi ngumu Korea Kusini, ambayo inadaiwa kushikilia takriban dola bilioni 7 za Iran zilizozuiwa kutokana na vikwazo vya Marekani. Chanzo cha mvutano huu kinahusiana moja kwa moja na makubaliano ya zamani ya nyuklia pamoja na vikwazo vilivyowekwa badala ya Donald Trump kujiondoa katika makubaliano ya nyuklia ya Iran mnamo mwaka 2018. Tangu wakati huo, Iran imekuwa ikidai haki yake ya kurejeshewa fedha zake zilizokwama katika mabenki ya kimataifa, huku mataifa yanayoshirikiana na Marekani yakijikuta katikati ya mvutano huo. Kwa sasa hatua ya Iran ya kutaka malipo yafanyike kwa fedha yake ya ndani inaweza kuathiri biashara ya kimataifa, hasa usafirishaji wa mafuta kupitia eneo la mlango wa Hormuz, ambapo zaidi ya theluthi ya mafuta duniani hupita. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaonya kuwa iwapo hali hii itaendelea, inaweza kusababisha kupanda kwa bei ya mafuta duniani na hata kuongeza hatari ya mvutano wa kijeshi. Swali kubwa linalobaki ni je, mataifa kama Korea Kusini yatakubali masharti ya Iran au yataendelea kufuata msimamo wa Marekani? Hali hii inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku dunia ikisubiri kuona hatua inayofuata katika mzozo huu nyeti wa kiuchumi na kisiasa. Usiache kusubscribe channel yetu ya YouTube ambayo inasomeka Dodoma TV.